Hali ya kisiasa ilizidi kupamba moto katika uwanja wa Tononoka baada ya viongozi wa upinzani kutoa ukosoaji mkali dhidi ya serikali katika mkutano uliohudhuriwa na umati mkubwa wa wananchi. Miongoni mwa waliozungumza alikuwa Cleopas Malala, ambaye alihoji menendo ya serikali kuhusu mazishi ya viongozi wa kisiasa, akitaka uwazi na uwajibikaji zaidi. Malala aliuliza ni kwa nini mazishi ya viongozi hao hufanyika ndani ya muda mfupi na kuitaka serikali kutoa maelezo ya kina kwa umma. Tungependa kuuliza William Ruto, kwa nini viongozi wa Kenya wale ambao wako katika nyadhifa za juu wakikufa wanazikwa within 72 hours? Tunauliza, why did you bury Raila within 72 hours? William Ruto, tunakuuliza wewe, kwa nini wakati mkubwa wa majeshi alikufa General Ogola ulimzika within 72 hours? William Ruto, tunakuuliza wewe, wakati Johana Ngeno, kiongozi shupavu yule ambaye alikuwa anaenda kwa kingpin wa kule Kipsigis, alikufa ukamzika within 72 hours? Malala pia alitoa madai kuhusu usimamizi wa rasilimali za umma, akidai kuwa kuna ukosefu wa uwazi katika masuala ya mali ya serikali. Hata hivyo, madai hayo hayakuambatana na ushahidi na serikali haijatoa tamko rasmi kujibu hoja hizo. William Ruto aliweka sahihi, akajipatia nguvu ya kuuza viwanda vyetu Kenya nzima bila idhini ya parliament. We want accountability. Mkutano huo pia ulimshirikisha Mheshimiwa Medhu, ambaye alizungumzia mwelekeo wa kisiasa katika eneo la Mlima Kenya. Alisema kuwa kupanda kwa kisiasa kwa William Ruto katika eneo hilo kilisaidiwa na Rigathi Gachagua, akiongeza kuwa miungano ya kisiasa katika eneo hilo inaweza kubadilika. Niseme jambo moja, leo nimeona William Ruto ako pale Mount Kenya, mahali inaitwa Murang'a, ati analingalinga, anasema hakuna mtu anaweza kushika yeye mkono akimpeleka Mount Kenya. Anasema hakuna mtu anampeleka Mount Kenya. Wewe William Ruto, wewe ni mtu ya kusahau haraka sana. Juzi wakati ulikuwa umekuja na Uhuru Kenyatta, ulikuwa unakuja Mount Kenya ukilia, ukimwaga machozi na makamasi pamoja, ukitafuta mwanaume ya kusimama na wewe. Mwanaume alisimama na wewe ni huyu Rigathi Gachagua. Ni kweli ama si kweli? Sasa tumeambia Rigathi Gachagua, fundi anajua kujenga, anajua kubomoa. Tubomoe tusibomoe? Tubomoe tusibomoe? Na nikiripotia Swahili Pot FM kutoka eneo bunge la Mvita, kaunti ya Mombasa, jina langu ni Samuel Mutethia. Swahili inatuleta pamoja ndani ya Swahili Pot FM 91.7. Marhaba.